Na mimi nimesema kabla ya kuuawa nitasema kila ambacho ninastahili kusema wakati roho yangu bado iko hai. Waliouawa kwenye maandamano ni Watanzania. Wameuawa wanachama wetu wa Chadema wakina Alphonse Mawazo, David Rwena, Daniel John. Ameuawa mwanafunzi wa chuo kikuu Akwilini akipigania hao wote ni wapigania haki kwenye taifa la Tanzania. Siwezi kuwa wa mwisho. Maneno, vitisho, risasi, gereza, mahakama haziwezi kutunyamazisha. Ila haki pekee itatufanya tuishi kwenye nchi ambayo tunaitaka sisi vijana. Nimetumia ujana wangu wote kuipigania Tanzania na nitafanya mpaka pale siku utawala wa serikali ya Chama cha Mapinduzi utakapopumzisha sauti yangu. Nisizungumze tena. Wakinikata miguu nitasema. Wakinikata ulimi nitaandika. Siwezi kuiacha kazi ninayoifanya. Siwezi kuingia woga. Niwahamasishe na kuwasihi vijana wa Kitanzania. Sisi ndio taifa la leo. Tunaipigania na kuitengeneza kesho iliyo bora. Hatuwezi kuacha hiki ambacho tunakifanya. Tunafanya kwa sababu ya taifa letu. Wakifa miongoni mwetu, walio hai wasonge mbele. Kwa sababu mimi Twaha Mwaipaya sio sauti ya mwisho ya kuiandika Tanzania ambayo tunaitaka. Ni jukumu la kila Mtanzania mwenye mapenzi mema na taifa letu la Tanzania. Tutaifanya kazi hiyo usiku na mchana, tuwe tunacheka, tuwe tunalia, tuwe hai. Tutaifanya hiyo kazi kwa wivu mkubwa sana kuandaa kesho yetu iliyo bora kwa ajili ya kizazi kilichochema kwenye nchi yetu ya Tanzania. Vyombo vya Tanzania vimefungwa mikono. Uhuru wa kujieleza Tanzania haupo. Hata vyombo vya habari havipo huru. Sasa hivi na ukifuatilia vyombo vya habari vinazungumzia habari ya uharibifu wa mali, hawazungumzii habari kabisa ya mauaji yaliyotokea Tanzania. Wakati Biblia inasema Mungu alimuumba mwanadamu kwa mfano wa sura yake. Kwa hiyo huyo binadamu aliyeumbwa kwa mfano wa Mungu ambaye ameuawa hazungumziwi, wanazungumzia vitu vya kawaida. Video zote za mauaji makubwa yaliyotokea Tanzania tumeziwasilisha kwenye mamlaka zote za haki. Ziwe za nchi, za ndani ya nchi hata kama tuziamini, za kimataifa. Kila mtu aliyestahili kuzipata zile video zimewasilishwa. Hatujataka kabisa damu za vijana wetu, damu za Watanzania wenzetu zipotee bure. Lazima zile damu zilizomwagika ziandike historia mpya. Zitatumika kama dibaji, kama karamu ya kuandika dibaji ya ukurasa mpya wa siasa na demokrasia ya nchi ya Tanzania. Hatujaruhusu ziende bure damu za wenzetu.